nawe zifanye taa zake 7. Nao wataziwasha hizo taa zake, zitoe nuru mbele yake, na makoleo yake na visahani vyake vyote vitakuwa vya dhahabu safi. Kitafanywa cha talanta 1 ya dhahabu safi, pamoja na vyombo hivi vyote. Nawe angalia kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kutoka sura ya 26 mstari wa 1 hadi mstari wa 14. Hema ya kukutania. Kisha fanya hivyo maskani iwe na mapazia 10. Ifanye ya nguo ya kitani nzuri ya kusokota, pamoja na nyuzi za rangi ya samawi na ya zambarau na nyekundu, pamoja na makerubi. Kazi ya fundi stadi. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 28, na upana wa pazia utakuwa dhiraa 4. Mapazia yote yatakuwa ya kipimo kimoja. Mapazia 5 yataungwa pamoja, hili na hili, na mapazia 5 mengine yataungwa pamoja, hili na hili. Kisha utafanya tanzi za rangi ya samawi upande wa mwisho wa pazia 1 katika ule upindo wa fungu lake. Vivyo utafanya upinde wa mwisho wa ile pazia iliyo katika fungu la pili. Fanya matanzi 50 katika pazia 1 na matanzi 50 katika upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika kuungana kwa pili. Hizo tanzi zitaelekeana. Kisha ufanye vifungo 50 vya dhahabu na kuunganya hayo mapazia pamoja kwa vile vifungo, na hiyo maskani itakuwa ni moja. Nawe fanya mapazia ya singa za mbuzi yawe hema juu ya maskani. Fanya mapazia 11. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 30, na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Hayo mapazia 11 yatakuwa kipimo kimoja. Kisha utaunganya mapazia 5 mbali na mapazia 6 mbali, na lile pazia la 6 utalipeta hapo upande wa mbele wa ile hema. Fanya tanzi 50 upande wa mwisho wa pazia lile lililo la mwisho katika hayo yaliyounganywa pamoja, na tanzi 50 upande wa mwisho wa lile pazia lililo nje katika hayo ya pili
yaliyounganywa pamoja. Tena ufanye vifungo 50 vya shaba na kuvitia vile vifungo katika zile tanzi na kuiunganya ile hema pamoja ili iwe hema moja. Na kipande kile kilichosalia, kile kiangukacho, na yale mapazia ya hema, ile nusu ya pazia iliyosalia itaanguka huko upande wa nyuma ya maskani. Na hiyo dhiraa moja upande mmoja, na ile dhiraa moja upande wa pili ya urefu wa mapazia ya hema uliosalia zitaanguka katika ubavu wa maskani upande huu na upande huu ili kuifunika. Nawe fanya kifuniko cha ile hema cha ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu ya kifuniko cha ngozi ya pomboo. Kutoka sura ya 26 mstari wa 15 hadi mstari wa 30. Mjengo wa hema la kukutania. Nawe fanya hizo mbao za maskani za mti wa mshita wenye kusimama. Kila ubao utakuwa na urefu wa dhiraa 10, na upana wake kila ubao utakuwa dhiraa 1.5. Kila ubao utakuwa na ndimi 2 zenye kuunganywa huu na huu. Ndivyo utakavyozifanya mbao zote za maskani. Kisha ufanye zile mbao za maskani mbao 20 kwa upande wa kusini kuelekea kusini. Nawe ufanye matako 40 ya fedha chini ya zile mbao 20. Matako 2 chini ya ubao mmoja kutokea zile ndimi zake 2, na matako 2 chini ya ubao mwingine kupokea zile ndimi zake 2. Na upande wa pili wa maskani, upande wa kaskazini, mbao 20, na matako yake ya fedha 40. Matako 2 chini ya ubao mmoja, na matako 2 chini ya ubao mwingine. Kisha ufanye mbao 6 kwa ajili ya upande wa nyuma wa maskani kuelekea magharibi. Tena ufanye mbao 2 kwa ajili ya hizo pembe za maskani zilizo upande wa nyuma. Upande wa chini zitakuwa ni 2 vivyo zitaungwa pamoja mbao pacha hata ncha ya juu katika pete ya kwanza. Zote 2
ndivyo zitakavyokuwa. Zitakuwa kwa ajili ya hizo pembe mbili. Mbao zitakuwa ni 8 na matako yake ya fedha, matako 16, matako mawili chini ya ubao mmoja na matako mawili chini ya ubao wa pili. Nawe fanya mataluma ya mti wa mshita, mataluma matako kwa ajili ya mbao za upande mmoja wa maskani, na mataluma 5 kwa ajili ya mbao ya upande wa pili wa maskani, na mataluma 5 kwa ajili ya mbao za upande wa maskani ulio nyuma kuelekea magharibi. Na hilo taluma la katikati lililo katikati ya zile mbao litapenya toka mwisho huu hata mwisho huu, na hizo mbao utakazofunika dhahabu na pete zake za kutilia yale mataluma utazifanya za dhahabu, na hayo mataluma utayafunika dhahabu. Nawe utaisimamisha hiyo maskani sawasawa na mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kutoka sura ya 26 mstari wa 31 hadi mstari wa 37. Pazia. Nawe fanya pazia la nyuzi za rangi ya samawi na rangi ya zambarau na za rangi nyekundu, na nguo za kitani nzuri zenye kusokotwa. Litafumwa na kutiwa makerubi, kazi ya fundi stadi. Kisha litungike katika nguzo 4 za mti wa mshita zilizofunikwa dhahabu. Vifungo vyake vitakuwa vya dhahabu katikati ya matako ya fedha 4. Nawe tundika lile pazia chini ya vile vifungo. Nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo nyuma ya pazia, na lile pazia litawagawanyia kati ya patakatifu na mahali patakatifu sana. Nawe utaweka kiti cha rehema juu ya lile sanduku la ushuhuda ndani ya mahali pale patakatifu sana. Na ile meza utaiweka nje ya pazia, na kinara cha taa kuikabili ile meza upande wa maskani wa kuelekea kusini, na ile meza utaiweka upande wa kaskazini. Kisha utafanya kisitiri kwa mlango wa hema cha nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na za rangi nzuri yenye kusokotwa, kazi ya mshona taraza. Nawe fanya nguzo 5 za mti wa mshita kwa kile kisitiri,
na kuzifunika dhahabu. Kurabu zake zitakuwa za dhahabu, nawe utasubu matako ya shaba 5 kwa ajili yake. Kutoka sura ya 27 mstari wa 1 hadi mstari wa 8. Madhabahu ya sadaka za kuchomwa. Nawe fanya madhabahu ya mti wa mshita. Urefu wake utakuwa ni dhiraa 5 na upande wake dhiraa 5. Hiyo dhahabu itakuwa mraba, na kwenda juu kwake kutakuwa dhiraa 3. Nawe fanya pembe 4 katika pembe zake 4. Hizo pembe zitakuwa za kitu kimoja na madhabahu. Nawe utayafunika shaba, na vyombo vyake vya kuyaondoa majivu yake utavifanya, na majembe yake, na mabakuli yake, na uma zake, na meko yake. Vyombo vyake vyote utavifanya vya shaba. Nawe uifanyie hiyo madhabahu wavu wa shaba, kisha utie pete 4 za shaba katika hizo pembe 4 za ule wavu. Nawe tia huo wavu chini ya kizingo kizungukacho madhabahu upande wa chini, ili huo wavu ufikilie katikati ya hiyo madhabahu. Nawe fanya miti kwa ajili ya madhabahu, miti ya mshita, na kuifunika shaba, na hiyo miti itatiwa katika pete, na ile miti itakuwa katika pande 2 za madhabahu wakati wa kuichukua. Uifanye ya mbao yenye mvungu ndani yake, kama ulivyoonyeshwa mlimani, ndivyo watakavyoifanya. Kutoka sura ya 27 mstari wa 9 hadi mstari wa 19. Uwanja wa mapambo yake. Nawe fanya ua wa maskani upande wa kusini wa kuelekea kusini. Kutakuwa na chandarua ya nguo ya kitani nzuri yenye kusokotwa. Kwa huo ua, urefu wake upande mmoja utakuwa ni dhiraa 100, na nguzo zake zitakuwa nguzo 20, na matako yake 20. Matako yake yatakuwa ya shaba. Kulabu za zile nguzo na vitanzi vyake vitakuwa vya fedha. Ni vivyo upande wa kaskazini. Urefu wake hiyo chandarua utakuwa ni dhiraa 100, na nguzo zake 20, na matako yake 20 yatakuwa ya shaba.
Kulabu za zile nguzo na vitanzi vyake zitakuwa vya fedha. Na upande wa magharibi, upana wa ua, kutakuwa na chandarua ya dhiraa 50, nguzo zake 10 na matako yake 10. Na upanga wa ule ua upande wa mashariki kuelekea magharibi utakuwa ni dhiraa 50. Chandarua upande mmoja wa lango itakuwa dhiraa 15. Upande wake nguzo zake zitakuwa 3 na matako yake 3. Upande wa pili ni vivyo chandarua ya dhiraa 15, nguzo zake 3 na matako yake 3. Na kwa lile lango la ua patakuwa ni kisitiri cha dhiraa 20. Kitakuwa cha nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa na kazi ya mshona taraza. Nguzo zake zitakuwa 4 na matako yake 4. Nguzo zote za ule ua ziuzungukazo pande zote zitakuwa na vitanzi vya fedha, kulabu zake za fedha na matako yake ya shaba. Urefu wa huo ua utakuwa dhiraa 100 na upande wake utakuwa dhiraa 50 kote kote, na kwenda juu kwake dhiraa 5 yawe ya nguo ya kitani nzuri, na matako yake yatakuwa ya shaba. Vyombo vyote vya maskani vitumiwavyo katika utumishi wake wote, na vigingi vyake vyote, na vigingi vyote vya ule ua vitakuwa vya shaba.